Vipo vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikatupunguzia mwendo. Lengo letu kweli ni kusonga mbele. Lengo letu ni kumtumikia Kristo, lakini kuna mambo ambayo kweli yanaweza yakawa yanakupunguzia mwendo, japo unatamani kukimbia na kupiga hatua zaidi. Hata vyombo vya moto au magari yamewekewa spidi nyingi sana, mengine spidi hadi 180, lakini hizo spidi ukipeleka kwenye njia ya rough road utakuta haziwezi kafika huko, lakini kiingia kwenye lami, njia iliyonyoka, ndipo utakapozishuhudia hizo spidi ambazo zimewekwa kwenye gari. Pia hata katika maisha yetu ya kiroho kuna wakati unaweza ukaenda kwa mwendo unaostahili, lakini kuna muda unaweza kukutana na vitu ambavyo vikakupunguzia mwendo, usiende vile ambavyo itakiwa uende. Tutakwenda kuangalia katika huo mstari wa 24, nitasoma. Anasema, akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe, tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Huyu ni mwanamke Mshumani, kama nitakuwa nimetaja vizuri. Ni Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 24 na kuendelea. Huyu mwanamke alikuwa, ukianzia huko nyuma, alikuwa hazai, lakini kwa sababu alikuwa amempokea mtumishi wa Mungu Elisha, akawa amempokea, akawa amemhifadhi kwamba utakapokuwa umeifanya kazi ya Mungu huko, ujege kuishi hapa nyumbani. Akadiriki hata kumjengea kanyumba kapembeni, kwamba ili sasa usiwe unasumbua kugonga mara kwa mara, basi tutajenga kachumba pembeni. Ukija tu wewe utakuwa unajifungulia, unalala, unaendelea na shughuli zako za kumtumikia Mungu. Lakini Elisha alipokuwa amekaa kwa muda mrefu mahali pale, akasema, mtu huyu ametutunza kwa muda mrefu sana, hatujamlipa kitu chochote. Je, hana hitaji lolote? Akamwita kumuuliza yeye kwamba, je, huna hitaji lolote? Yeye hakutaka kusema hitaji lake, lakini Gehazi alikuwa amegundua mazingira. Unajua, ukikaa sehemu kwa muda mrefu utagundua mapungufu yaliyopo katika eneo lile. Gehazi akagundua kwamba huyu mama hana mtoto. Sijawahi sikia sauti ya mtoto humu ndani, namuona tu akiingia na mume wake basi na kutoka, hawana mtoto hawa. Huyu Elisha akamwambia kamwite yule mama. Wakamwita yule mwanamke. Walipomwita, akiwa huko nje, akamwambia, majira kama haya mwakani utapata mtoto. Yule mama alikuwa hana imani kabisa. Akasema, kweli mtu wa Mungu, usije ukawa unanena uongo. Alikuwa hana imani, lakini kweli alipokea mimba na akamzaa mtoto kwa majira yale yale ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa amemwambia. Mtoto akaendelea kukua. Nataka tulitengeneze vizuri ili kwamba tuweze kufikia hapa. Mtoto akakua. Alipokuwa amekuwa mtoto, siku moja wako shambani na baba yake, mtoto kichwa kikaanza kuuma, kikawa kinamgonga. Anamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Baba yake akamwita mtumishi mmoja kwamba, nenda na mtoto huyu nyumbani, mpeleke kwa mamake. Alipokuwa anafika tu kwa mamake, akakaa kidogo, yule mtoto akafa. Yule mwanamke akambeba yule mtoto, akaenda kamlaza kwenye ile nyumba aliyokuwa anaishi mtumishi wa Mungu yule. Ndipo sasa haya maneno alikuwa anamwambia
akamwambia mtumishi yule alikuwa anaendesha punda kwamba natakiwa sasa niende kwa huyu mtumishi wa Mungu. Hakubaki kulia, akajikaza. Ingekuwa ni wanadamu wa leo, asingewaza kwamba huyu mtoto anaweza akaamka tena. Uchungu unazidi, mtu anaanza kulia. Sehemu ambayo mtu angepata uzima, unajaza machozi na kulia hadi unapoteza imani ambayo ilikuwa ipo ndani ya moyo wako. Yeye akamwambia kwamba sasa twende kwa huyu mtumishi wa Mungu. Ndio huu mstari wa 24 sasa ndio tunaanza. Anasema akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe, tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia, kwamba paka nitakapokuambia ndipo upunguze mwendo. Twende, kimbia, tuende kwa mtumishi wa Mungu huko. Katika mstari wa 25 anasema basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, Mshunami yule kule, tafadhali piga mbio sasa kwenda kumnaki. Akamwambia, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto wako hajambo? Akajibu, hawajambo. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, alimshika miguu. Gehazi akakaribia amwondoe, lakini mtu wa Mungu akamwambia, mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala hakuniambia. Alipokuwa amefika kwa mtumishi wa Mungu, jua kabisa kwamba mwanzoni huyu mwanamke alikuwa hana imani. Hata alipokuwa anaombewa kwamba pate mtoto, alikuwa hana imani. Yawezekana kwamba alikuwa ameweka ni mtego, alikuwa amejiweka tayari kwa ni mtego kwake, kwamba huyu mtu, mimi sikuomba mtoto, yeye ndiye aliyeniambia nipate mtoto. Kweli nimepata mtoto. Je, alikuwa ananitegeshea tu kwamba nipate mtoto huyu? Inaonekana hapa hakwenda vizuri kwa Elisha, kwa sababu angekuwa ameenda na kushuka chini kusujudia kawaida, huyu Gehazi asingenyanyuka kutaka kumtoa. Ina maana alikuwa amekuja ana ghadhabu ndani ya moyo wake. Hata alipokuwa amemshika Elisha miguu, hakumshika vizuri. Ndio maana Gehazi akataka kumtoa, lakini kwa sababu mtumishi wa Mungu akagundua kwamba kuna jambo ambalo Mungu hajaniambia, amenificha. Ana uchungu huyu mtu ndani ya moyo wake, mwache. Pale mbele ndipo anaanza sasa kumwambia, mstari wa 28 anasema, yule mwanamke akasema, je, naliomba mwana kwa bwana wangu? Mimi sikusema usinidanganye? Si unaona maswali anayomuuliza kwamba mimi niliomba mtoto? So nilikwambia kwamba usinidanganye? Yeye amekuja kwa shari, amekuja akiwa na ghadhabu ndani ya moyo wake, lakini asijue kwamba anayeongea naye ni nani, kwamba kama alinena neno tu na akaweza kumpata mtoto, je, angeshindwa kumwomba Mungu kwamba mtoto uhai wake umrudie? Hilo kwake likawa limetoka, kwa sababu alikuwa ameshaingiza upendo kwa mtoto wake. Alikuwa tayari ameshampenda, alikuwa tayari amewekeza upendo kwa mtoto. Sasa anapoona kwamba ametoweka, anahisi yale mazingira ambayo alikuwa anaishi mwanzo, kwamba ina maana ninarudi kwenye aibu ile ya kwanza, ninarudi, majirani wataendelea kunisema kama vile vile. Ndipo anauliza kwamba kwani niliomba kwa bwana wako wewe, sio nikwambia kwamba usinidanganye? Kwa maana yake anasema, kwa nini ulinidanganya ukanipa ili uninyolifie tu, na mtoto ameshakufa kule? Lakini mtumishi wa Mungu akatafuta njia mbadala. Ukiendelea hapo mbele, akampa Elisha fimbo yake, akasema, tangulia, nenda kwa yule mtoto ukaiweke fimbo hii juu yake, kimbia, nenda. Na sisi tunakuja huko, wenyewe wakawa wanakuja, wako nyuma. Yule Gehazi akakimbia mpaka akafika kwenye chumba kile. Alipokuwa ameweka fimbo kwenye yule maiti, maiti haikunyanyuka, hakukuwa na jibu lolote. Akatoka ghafla, akawa anarudi mbio kwamba Bwana,
kilichotokea. Hakuna chochote kilichotokea. Ina maana na yeye sasa anajaribu kumpunguzia mwendo nani? Elisha. Anajaribu kumkatisha tamaa nani? Elisha, kwamba one kwamba ni jambo ambalo halitawezekana. Kama fimbo ambayo tumeitumia pengine katika mambo mengi yameonekana, leo hii ameiweka kwa maiti, maiti imeshindwa kunyanyuka. Anajaribu kumpunguzia mwendo. Ndio maana nasema kwamba usinipunguzie mwendo, tuendelee mbele tu. Kwa maneno ya Gehazi anajaribu kumpunguzia Elisha mwendo, lakini Elisha hakusimama, akaendelea. Ukiendelea pale mbele utakuta kwamba halikuwa zoezi rahisi sana mpaka yule mtoto kunyanyuka, japo alinyanyuka. Ukiendelea na misali hapo mbele utakuta mtoto aliinuka akawa mzima, lakini haikuwa rahisi kama tunavyofikiria. Haikuwa rahisi wapendwa. Akajitoa, akaenda, akamwombea yule mama amekaa nje, anasubiria ili aweze kupokea majibu, kwamba ni jibu la namna gani nitakalolipokea. Amejiandaa kwa shari, amejiandaa kwa maneno mabaya, amejiandaa kwa dhihaka, kwamba ikishirikana iwe hivi. Mtumishi wa Mungu anazunguka mle ndani, anaomba, analala juu ya maiti, anamuomba Mungu ili Mungu aweze kumjibu, lakini Mungu hawezi akamwacha mtumishi wake aibike hata siku moja. Hawezi akamwacha mtumishi wake aibike. Inakuwa ni swala la muda tu, hawezi akamwacha aibike. Anaangalia bidii ambayo iko kwake, bidii aliyoionyesha na imani aliyoionyesha ndiyo iliyofanya kwamba yule mtoto aweze kunyanyuka, kwa sababu tayari mwenye mgonjwa alikuwa hana imani. Mwenye mgonjwa hana imani hata chembe. Ni imani ya mtu mmoja tu inayotumika pale. Unayetarajia kwamba mwenye mgonjwa na imani hana, yeye amekaa sehemu, anasubiria tu majibu, aone kwamba ni jibu gani litakalotokea. Ndio maana kazi ikawa ngumu sana, kwa sababu ya mwingine hana imani. Unayemhangaikia, unayemshughulikia, yeye imani yake iko mbali. Wapendwa, ukimwita mtumishi wa Mungu aja kuombee, cha kwanza jitahidi na wewe uwe na imani ili kurahisisha kazi. Unavyokuwa imani yako umeiweka mbali, unakuwa kama unamkomoa mtumishi wa Mungu. Ni kweli anaweza kafanya, lakini anafanya kwa jasho kubwa, anatumia nguvu kubwa sana. Lakini ukiingiza imani kwamba njoo, nina mgonjwa, njoo, kuna mtu anaumwa nyumbani, naomba unisaidie kumwombea, na wewe uwe na imani kwamba atakapofika tu mtumishi wa Mungu huyu, atakapoweka mikono juu ya mgonjwa yule, hata kama amekuwa akitukatisha tamaa kwamba tunahesabu ni siku, kwamba baada ya siku 2 anaweza akatoweka, lakini kwa sababu mtumishi wa Mungu amekuja, atakapoweka mikono tu juu yake, basi matokeo yatatokea. Ile imani ukienda nayo hivyo hivyo, utamrahisishia mtumishi wa Mungu, na yeye atakapoweka mikono tu, majibu yatatokea. Lakini kama imani zinakuwa hazipo, kwa Elisha ukiangalia Gehazi, na yeye imani ilikuwa imetoka, kwa sababu ameenda na fimbo haijajibu. Kuona yeye sasa pale hana imani tena. Yule mama imani haipo, alihangaika Elisha peke yake, lakini majibu yalitokea. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa Kwanza mstari wa 18, sura ya 18 samani, mstari wa 41 mpaka 46. Wafalme wa Kwanza 18:41 asema, naye Eliya akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli.
akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Huku tunakutana ni habari za Eliya. Huyu ni mfalme Ahabu. Eliya alikuwa amemwomba Mungu kwamba mvua isinyeshe katika nchi ile kwa sababu ya maovu yaliyokuwa yanaendelea, kwa sababu walikuwa wakiabudu miungu, hawako tayari kumwabudu Mungu. Sasa wamekaa, hiyo miaka imeisha. Sasa huyu Ahabu amekaa, ina maana amekata tamaa kwamba sasa tunakoelekea, kwa sababu ile miaka aliyosema imeisha, ina maana tunakoelekea saizi wote tunaelekea ni kufa. Kama unavyojua njaa, wapendwa, kama kuna kitu ambacho kinaweza kikaondoa matumaini ndani ya mtu, basi ni njaa. Uwe huna uhakika wa kula hata mwezi, utaona kama matumaini ya kuishi yapo. Yaani muda wote unahisi kufa tu. Kwa ndivyo ilivyokuwa kwa Hawa. Sasa ilikuwa mvua haijanyesha muda wa miaka 3 na kwa kama ni ukame, kumekuwa na ukame wa hatari. Yaani ukame wa ajabu. Sehemu pengine ambazo zilikuwa na miti, ndio miti ilijaribu kupukutisha majani kutunza maji, imeshindikana kwa sababu bado inahitaji ipate maji. Ukame ni mkubwa. Sasa umefika wakati, kwa sababu Eliya alikuwa ameongea na Mungu kwamba mvua isimame. Umefika wakati sasa wa mvua kuja. Majira yamerejea. Mtumishi wa Mungu Eliya anajua kwamba majira yameshafika sasa. Zile tarehe ambazo nilikuwa nimemwomba Mungu zimeshaisha, natakiwa saizi tupate mvua. Ndipo anaenda sasa kwa Ahabu kwamba sasa inuka ule na kunywa, kwa sababu tayari mvua inakuja. Anamkuta amekata tamaa, anasubiria tu majibu. Vilio vya watu vimesikika vya njaa huku na huku. Anamwambia inuka, mvua inakuja, inuka. Usiendelee kulala hapo, usiendelee kukaa kwa huzuni. Inuka, mvua inakuja. Anasema basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magoti. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Akapiga magoti, akawa na muomba Mungu. Haikuwa kazi rahisi kama tunavyofikiria. Haikuwa kazi rahisi, wapendwa. Alimuomba Mungu, akapiga magoti, akasugua magoti, na ajua kwamba kule kulikuwa ni mlimani. Mlimani, hali za mlima unazifahamu. Zingine zinakuwa na kokoto. Kwamba upate ardhi ambayo iko vizuri, labda umepata ni jiwe ambalo limenyoka kidogo. Sasa amepiga magoti kule, anamwomba Mungu. Anamtuma mtumishi wake kwamba nenda kaangalie. Huyu mtumishi anaenda, anaangalia, anarudi na maneno ya kukatisha tamaa. Anajaribu kumrudisha nyuma, anajaribu kumpunguzia mwendo, kwamba hata kama umeomba, umepiga magoti, lakini mimi nimeenda kule sijaona kitu chochote. Nimeenda sijaona matokeo yoyote. Hamna kitu chochote. Lakini mtumishi wa Mungu alikuwa na imani. Akamwambia, nenda tena. Inatakiwa uende hata mara 7. Usiende mara moja tu. Usirizike na maombi ya siku moja tu, kwamba kwa sababu nimeenda nimeombewa siku moja inatosha. Hapana. Nenda. Usipopona nenda tena. Nenda hata mara 7. Hata yule aliyekuwa na ukoma angetaka kujichovya mara moja tu, asingepata uponyaji. Lakini kwa sababu aliamua kuisikia sauti ya Elisha, akajichovya mara 7, ndio maana matokeo yalitokea. Kwa hata huyo kawa anamwambia kwamba usikate tamaa wewe. Umekuwa mtumishi wangu kwa muda mrefu. Umekuwa ukiyaona matendo makubwa Mungu ambayo amekuwa akitutendea siku zote. Nenda, usikate tamaa. Nenda hata mara 7. Kwa wapendwa, usikate tamaa.
hata mara 7. Nenda tu, we nenda, utaukuta ushindi wako mbele. Tusiwe wepesi kukata tamaa na kurudi nyuma eti kwa sababu umeambiwa neno moja la kukatisha tamaa. Je, ukiambiwa maneno 10 utavumilia? Inatakiwa tuwe wavumilivu wapendwa, ili kwamba tuweze kuishi katika haya maisha ya wokovu. Uvumilivu unatakiwa ndani yetu. Ukishaitwa Mkristo, umeingia kwenye vita. Adui anatamani kukupunguzia mwendo katika kila hatua. Unapojaribu kupiga hatua kusonga mbele, na yeye anainua vikwazo tofauti ili kwamba usiweze kufikia yale malengo, kwa sababu sehemu ambayo ina thawabu ni pale ambapo sehemu ya malengo ndio sehemu ambayo iliyobeba thawabu zetu, yani ule mwisho. Kwa hiyo tusiwe ni wenye kukata tamaa. Tunamwona hapa huyu anamkatisha tamaa kwamba sijaona kitu chochote, mimi nimeenda sijaona. Anamwambia nenda hata mara 7. Anasema ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akasema, akanena, enenda ukamwambia Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Mara ya 7 ndiye akaona matokeo. Alipoenda mara ya 7, nadhani mkono wa mtu ni kama huu mkono. Hajasema nani, amesema mkono kata hivi. Akaona kawingu kamekaa hivi kadogo kama mkono. Akamwambia kwamba nilipoenda saizi nimeona kawingu kadogo kama mkono. Akasema haya, nenda kamwambia Ahabu ataandike punda wake, kwa sababu mvua inakuja. Hii mvua inawezi kamkuta inakuja. Wakawa wanaondoka, ndipo mvua ikashuka, ndipo matumaini ya wengi yakarejea. Waliokuwa wamekata tamaa, matumaini yakaja, furaha ikaja, japo hawana kitu ndani, lakini matumaini ya kusema tutakuja kupata, kwa sababu mvua imeshanyesha. Matumaini yakaja. Kwa hiyo jitahidi mpendwa, vumilia. Siku ya mwisho ndio siku ambayo imebeba majibu yako. Hata kama litakuja jibu pengine halijabeba mafanikio kama unavyotaka, lakini kutokana na lile jibu utapata matumaini kwamba katika jibu hili kweli naelekea kupata mafanikio. Kwa watu neema ikawaangukia, mvua ikanyesha iliyokuwa ni ndoto. Kwa watoto waliokuwa wamezaliwa ndani ya mwaka ule, wengine walijua kabisa kwamba pengine habari za mvua hazipo. Unabaki kushangaa kwamba sasa hii ni nini? Wanaanza upe kukuambia kwamba hii inaitwa mvua, ilikuwa inanyesha hii, ila tulisimama tu. Lakini Mungu anakuwa ametenda, Mungu anakuwa amejidhihirisha, Mungu anakuwa amejitukuza. Kwa wakati huo matumaini kwa wanadamu yanakuja, yakawa yamerejea matumaini. Lakini tumeona kwamba wapo waliokuwa wanajaribu kukatisha tamaa na kuwarejesha watu nyuma, ili kwamba wasio wanafanya bidii katika kumtumikia Mungu na kumwamini Mungu. Tuangalie kitabu cha Luka 10 mstari wa 4. Luka 10 mstari wa 4 anasema, msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Alikuwa anawaambia wale 70, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza huo, kwa sababu alikuwa amewatuma katika miji na vijiji. Alikuwa amewagawa wawili, kwamba sasa mavuno yamekuwa mengi, lakini watendakazi wamekuwa wachache. Sasa akawa amechagua wale 70 kwamba waende wakaifanye kazi ya Mungu. Amewagawa wawili kwamba nendeni, ili kwamba tuweze kuishambulia hii miji kwa muda mfupi, watu waweze kuisikia habari njema kwa muda mfupi. Nendeni wawili katika miji, tusikie kwamba mmeshambulia huku na huku, kila mmoja aweze kuisikia habari njema. Lakini anachowaambia sema kwamba msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani, kwa sababu hivi vitu ndi vitu ambavyo vinaweza vikapunguza mwendo, vitawafanya
ambayo mimi nimewatuma, mtaanza kuangalia kwamba nilibeba mkoba wangu siuoni. Mungu amekutuma, amesema ili uviache, ili kwamba uweze kuikumbuka tu kazi yake, lazima uachane na hivi kwanza. Na akasema hata kusalimia msisalimie, kwa sababu unaposalimia unaweza ukaingia pia kwenye kukwazana na watu, ukakuta hujatimiza kile ambacho Mungu alikuwa amekutuma kwamba nenda kafanye. Kwa hiyo wakataza hata wanafunzi wake kwamba hivi mviache, msiviangalie hivi wala msibebe viatu, nyie nendeni tu mkaihubiri Injili, ambayo hiyo kasa Injili amesema katika Mathayo ile 17 ndio utakuta alichokuwa anawaambia kwamba waende wakakifanye huko. Utaangalia Mathayo 17 kule amewaambia wasibebe kitu chochote. Katika Mathayo 17 Mathayo 17 anasema, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Hilo lilikuwa ndo lengo la kuambia waende sasa wakawaambia watu kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, wakaitangaze habari njema kwa mataifa. Lakini inatakiwa wasibebe kitu chochote, kwa sababu kila watakachokuwa wamebeba kitawapunguzia mwendo, kitawafanya wasiifanye kazi ya Mungu kwa uzuri zaidi watakapokuwa wamebeba vitu. Lakini wakienda hivi hivi itakuwa rahisi. Hata kama umekutana na shida, umeenda sehemu zingine, wengine hawalitaki neno, wameamusha ugomvi, wanataka wakudhuru. Kama umebeba mamkoba nini, itakuwa rahisi kukukamata na kukudhuru. Lakini kama umeenda hivi alivyokuambia, ni rahisi hata namna ya kujinasua katika sehemu zingine, kwamba tumeenda katika sehemu hii, hawajataka kulisikia neno, wameinuka kwa vita, basi unakimbia unaenda sehemu zingine. Kwa hiyo tunachoangalia kwamba kuna vitu vinaweza vikatupunguzia mwendo katika safari ya kwenda mbinguni. Natakiwa tuwe makini sana na hivyo vitu. Tuangalie pia katika kitabu cha Wafalme wa Pili, tena mstari wa 2, sura ya 2, sura ya 2, Wafalme wa Pili mstari wa 2 mpaka wa 4. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwa wako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Hapa tunajifunza nini? Ni mtumishi wa Mungu Eliya, wakati ulikuwa umefika. Eliya ameshaifanya kazi ya Mungu, ametimiza majukumu yake. Umefika sasa wakati wa kupaa, kwamba aondoke aende mbinguni. Sasa huyu Elisha kuna kitu alikuwa anakitaka kwake, hakutaka kumwacha. Kwa sasa Elisha alikuwa anajaribu kumpunguzia Eliya mwendo, kwamba muda umefika. Eliya anataka kupaa, lakini Elisha yuko naye tu, hataki kumwachia. Anazunguka naye, anajaribu kumwambia, Bwana Mungu amenituma niende mpaka sehemu fulani. Anasema, kama Bwana aishivyo tutaenda wote. Yaani anajaribu kutafuta hekima za kumzunguka, kwa sababu wakati umefika. Inatakiwa apae, aondoke, kazi yake ameimaliza. Inatakiwa wengine wabaki kuifanya kazi, kwa sababu yeye ameshatumika tayari. Lakini bado huyu ameendelea kumng'ang'ania, hataki kumwachia, yuko naye muda wote. Kila anapokanyaga yuko naye, anampunguzia mwendo. Japo wakati ukifika lazima tu anapaa, na alipaa. Tukiendelea kusoma kombe, aliondoka, alipaa wakati ulipokuwa
umefika. Hii inakuwa ni sawa. Kuku akitaka kutaga yai, yaani muda ukifika, hata kama alikuwa amejificha huko, atakuja na kimbia nyumbani. Ukijifanya unafunga mlango utake aingie ndani, kuku anataga hata hapo, kwa sababu muda unakuwa umefika kutaga yai. Kwa hiyo Elia, muda wa kupaa ulikuwa umefika. Hata Elisha angefanyeje, bado Elia ilikuwa lazima pae vile vile, kwa sababu wakati ulikuwa umefika. Ndio maana kule mbele tunakuta kweli Elia alipaa. Alichofaidi Elisha labda ni kumpunguzia tu kamwendo, lakini kusudi lilitimia. Hata kwako mpendwa, kusudi lazima litimie. Mungu amekuandikia uzima wa milele, kwamba ukiishi maisha matakatifu utaulisi uzima wa milele. Hilo ni jambo ambalo liko kwako wewe. Ukiishi kweli maisha matakatifu ya kumpendeza Kristo, uzima wa milele utaupata tu. Hata kama shetani angejaribu kuinua vikwazo zaidi sana, atakuwa tu anajaribu kukupunguzia mwendo, yaani japo unaendelea kutembea, yaani usimami, ila na kupunguzia tu mwendo, kwa sababu ya vikwazo unavyokutana navyo, kwa sababu unavyotembea katikati ya kundi la watu ni tofauti na unapokuwa unatembea huko peke yako. Kwa atakachokifanya atakupunguzia tu mwendo, lakini mbinguni utafika. Hivyo ni vikwazo ambavyo vipo tu. Wakati wa Bwana ukifika, utailisi mbingu tu. Tuwe na tumaini wapendwa, tusikate tamaa. Tunakutana na magumu ndio, lakini tujue kwamba huyu ni adui anajaribu kutupunguzia mwendo, lakini kusudi la Mungu lazima litimie kwetu. Wakati ukifika wa kupaa, tutapaa kwenda mbinguni. Kinachotakiwa ni kuhakikisha unaishi maisha yanayompendeza Kristo, unaishi maisha matakatifu, hautoki katika njia zake, ili kwamba ukawe na nafasi kati ya wale watakaopaa kwenda mbinguni kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwa Elisha kwamba alifanikiwa, japo Elia alifanikiwa, japo Elisha alijaribu kumzuia, lakini bado wakati wa Bwana ulipofika, Elia alipaa. Akabaki Elisha, akaendelea kutumika. Pengine Elia alikuwa ameshikilia huduma yake. Yeye alikuwa hajui kama na yeye anatakiwa atumiki. Alijua kwamba maisha ya wokovu pengine ni kuishi tu na baba hivi muda wote huko na baba. Sasa mimi nitakuwa namsikiliza tu baba. Mimi nitakuwa namsikiliza, na maana ukue. Kuna muda nitakiwa ukue. Baba yupo, kuna muda baba atakufa tu. Wakati ukifika wa Bwana atakufa, atatoweka. Atakaye baki ni nani? Kwa hata sasa tujifunze kujitegemea. Ndio maana nasema kila mmoja awe tayari kutumika kwa nafasi yake. Unachoweza kukifanya kwa Bwana wewe kifanye, tumika. Kwa sababu siku ikija, kazi ya kila mmoja itapimwa kwa moto. Sasa usipofanya kitu chochote, usije ukazani utakuwa umeongozana na baba kwamba tutakuwa zinapimwa pamoja kazi. Hapana. Kila mmoja kazi yake itapimwa peke yake. Ni wakati wa kila mmoja kutafuta namna ya kumpendeza Mungu na kuitengeneza taji yake na kumtumikia Mungu vilivyo, ili kwamba siku ile ukawe na cha kujitetea kwamba mimi nilifanya hiki na hiki. Sikwenda tu kukaa na kusikiliza, hapana. Nilifanya hiki na hiki na hiki. Hicho ulichokifanya ndicho kitakachopimwa wakati ule. Ndicho kitakachokusababishia kwamba upate taji. Kwa naye Elisha alikuwa hataki kwamba huyu aondoke, lakini alipoondoka ndio tunaona kwamba Mungu ndipo alipomtumia zaidi. Mungu ndipo alipoifanya kazi kubwa zaidi. Tumeona mwanzoni kule anafanya mambo makubwa sana. Hata amemfufua yule mtoto aliyekuwa amekufa. Amemuomba Mungu mpaka amefufuka, kwa sababu ya uweza ambao alikuwa amepewa na Mungu. Ile roho ya Elia ikawa imekuja maradufu kwake, kwa sababu alikuwa akiongozana naye kila iitwapo leo. Lakini tusiwe ni wenye kupenda kukaa tu ubavuni muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 11. Yohana Mtakatifu 11:11.
11:11. Anasema aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nitakwenda kumwamsha. Wanafunzi walikuwa hawajaelewa. Wenyewe ndani ya mioyo yao walikuwa wanajaribu kumpinga Yesu kwamba asirudi kule, asiende kumwamsha Elisha. Kwa hiyo wanasema kwamba kama amelala basi ataamka. Yaani wanasema kwamba ina maana hakuna haja ya kwenda wewe, kama amelala si ataamka tu. Tumeona watu wanakuwa wamelala usingizi wanaamkaga peke yao. Sasa kama amelala lazima urudi wewe ukamwamshe. Kwa hiyo kama amelala mwache, wakati ukifika usingizi ukiisha ataamka yule. Hawakuelewa kwamba Yesu anamaanisha nini. Lakini kingine kilichofanya kwamba wanafunzi waseme hivyo, wajaribu kumkwamisha Yesu kwamba asirudi kule kwa Lazaro. Ukiangalia mstari wa 7 hapo anasema, kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi. Tena wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga na mawe, nawe unakwenda huko tena? Ina maana kule Yesu alikuwa au Wayahudi walikuwa wanataka kumpiga kwa mawe. Sasa cha kwanza walikuwa na hofu kwamba huyu tumetoka kule walitaka wampige na mawe. Na sasa hivi anasema tena eti kwa sababu tu Lazaro amelala usingizi anataka rudi aende kule. Ndio maana kwa anamwambia kwamba hakuna haja ya kwenda, wewe mwache tu, kama ni usingizi huyo ataamka. Lakini walikuwa hawajajua kwamba Yesu anamaanisha nini. Alikuwa anamaanisha kwamba Lazaro amekufa. Lazaro amekufa. Usingizi sio usingizi wa kawaida mnaojua nyinyi. Lazaro amekufa, ametoweka. Kuna haja ya kurudi ili kwamba niweze kumwombea, niweze kumfufua Lazaro. Wenyewe walikuwa hawaelewi, waliwaza kibinadamu, wakawa wanajaribu kumzuia Yesu kwamba siende, kwamba hakuna haja ya wewe Yesu kurudi kule, kwa sababu kwanza wale watu wanataka wakupige mawe. Kuna mistari mingine hapo Yesu anawaambia kwamba ni kweli wale watu walitaka kunipiga mawe, lakini hamjui kwamba saa za mtu kuwa macho ni saa 12, lakini zinakuja saa zingine 12 ambazo mtu anaweza kalala sielewe kitu chochote katika saa hizo. Hata hizo mimi tu naweza nikazitumia. Wenyewe wakajua kwamba pengine Yesu hana maarifa hayo, kwamba kweli walitaka kunipiga na mawe, lakini kama waliniona mchana naweza nikaenda hata usiku ambao wakati wamelala mimi nikaenda nikaitimiza kazi yangu nikaondoka. Walikuwa hawajaelewa, walikuwa wanajaribu kumpunguzia mwendo, lakini tunaona kwamba kusudi la Mungu lilitimia. Yesu alirudi na alimwombea Lazaro. Lazaro alifufuka akapata uzima. Ina maana Yesu angesikia sauti ya hawa wanafunzi, angesikia ushawishi wa hawa wanafunzi kwamba ngoja nisiende kwa sababu wanafunzi wamesema hivi, ina maana Lazaro asingefufuka, angebaki amekufa. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa na misimamo yake, alikuwa anajua anachokifanya. Ndivyo inavyotakiwa kwako wewe mtumishi wa Mungu. Mungu akisema na wewe juu ya jambo fulani kwamba kalitimize jambo hili na hili, kaifanye kazi hii na hii, hata kama unakutana na vikwazo, unaweza ukakutana na kishawishi kizuri sana kinachotoka kwa ndugu yako wa muhimu sana, ambayo huwezi ukampinga katika neno lolote. Lakini kama ni mapenzi ya Mungu, Mungu amekuambia ukafanye, basi baki na msimamo huo. Angalia kumpendeza Mungu, usiangalie kumpendeza mwanadamu, kwa sababu mwanadamu hana kitu cha kukupa. Zaidi sana anakupunguzia tu ni mwendo, anakuharibia ni safari yako. Maisha ya wokovu unayojua ni wewe, ulivyookoa na kupokea wokovu unayejua ni wewe. Wewe ndiwe unayejua kwamba nilianzeje, natakiwa niendeje, na ni hatua gani niifuate, ni jambo gani nikilifanya ninaweza nikamuudhi Mungu.
Mungu, na ni jambo gani linaweza likaleta utukufu kwa Mungu. Kwa inatakiwa ubaki na msimamo. Yesu anatufundisha ni vitu vingi hapa, kwamba yeye akabaki na msimamo, kwamba japo ninakorudi kweli kuna vita, naweza nikakutana hata na mauti, kwa sababu mawe sio kitu cha kawaida. Watu wanakurushia mawe makubwa, wanakuua. Jiwe moja tu mtu akikupiga vizuri kichwani, unakuta umepoteza fahamu, uelewi kinachoendelea. Sasa watu wako kundi wanataka wakupige mawe, lakini Yesu kwa sababu ya kuitimiza kazi aliyokuwa ameijia, akawa tayari kurudi ili kwamba uweze kumwombea Lazaro, Lazaro uweze kupata uzima. Lazaro alifufuka na alipata uzima, akaendelea kumtukuza Mungu, akaendelea kulitukuza jina la Bwana. Jina la Bwana likatukuzwa katika mji wote kwa sababu ya tendo la Lazaro kufufuka. Mtu aliyekuwa amekaa kaburini kwa muda mrefu akaja akafufuka, na harufu zinatoka. Kwa kawaida ukimwambia mtu twende kamwombea mtu, nakuta nanuka, atakataa kwamba huyu ameoza, ashakufa muda mrefu, hawezi akanyanyuka huyu. Imani za wanadamu ndogo, angesema hawezi akanyanyuka huyu, lakini kwa Yesu iliwezekana. Iliwezekana kwa Yesu. Alimwita Lazaro, akaitika, akatoka katika lile kaburi, akawa mzima kabisa. Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi hapo, kwamba tusiwe tunakata tamaa, tusikatishwe tamaa na maneno ya watu wa pembeni. Hata kama ni mke wako, ni mume wako, ni mtu wa jirani sana, kigundua kwamba jambo analoniambia ni jambo ambalo halitampendeza Kristo, ilo achana nalo. Wewe mpendeze Kristo kwanza. Kristo ukimpendeza yeye, itakuwa rahisi kuongea na huyu, kwa sababu hawezi akashindwa kuongea na mwanadamu kama umempendeza yeye katika kazi yake. Ila ukiisikia sauti ya huyu, utakuwa umemkosa Mungu. Hata Ibrahimu kwa kumsikia mwanamke alimkosa Mungu, alimkosea Mungu kwa sababu ya kuisikia sauti ya mwanamke. Lakini angebaki kuisikia sauti ya Mungu, kwamba Mungu amesema nitakubariki na uzao wewe nitakupatia Ibrahimu, usiwaze pamoja na umri ulionao huu, wewe usiwaze kwangu mimi watoto sio kazi kubwa, kwa sababu ndiye niliyemfanya mwanadamu. Nitashindweje kukupa wewe Ibrahimu mtoto? Sasa alipoona anachelewa tu, umri unaenda tu, akimwangalia mke wake, ngozi zinazidi kukunjamana, miaka inasonga mbele, akahisi hapa Mungu amesahau, ili haliwezekani hili. Na mwanamke naye akakata tamaa. Yaani kitendo cha mwanamke kumtafutia mume wake mke mwingine ni kitendo cha kukata tamaa iliyopitiliza, kwamba basi nimevumilia, sasa liwalo na liwe. Hapo jua mtu amekata tamaa ya mwisho. Lakini akaisikia sauti ya mwanamke, akawa amemkosea Mungu. Hakuna haja ya kumsikia mtu. Hawa watu wanatupunguzia tu ni mwendo na safari tulionayo. Sisi tubaki kumwangalia Kristo na kumfuata yeye siku zote za maisha yetu. Tuangalie kitabu cha waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 na wa 18.